Kamandi kuu ya jeshi la Iran yaamuru kufungwa mlango bahari wa Hormuz kwa meli zote baada ya mashambulizi mapya ya Marekani. Kamandi kuu ya jeshi la Iran yaamuru kufungwa mlango bahari wa Hormuz kwa meli zote baada ya mashambulizi mapya ya Marekani. Kamandi kuu ya jeshi la Iran imeamuru kufungwa mlango bahari wa kistratejia wa Hormuz muda mfupi baada ya kuanza hujuma mpya ya kijeshi Marekani dhidi ya Iran, licha ya Jamhuri ya Kiislamu kuonya juu ya chokochoko hizo. Kuanzia sasa, kutokana na ukosefu wa usalama kwenye Ghuba ya Uajemi, mlango bahari wa Hormuz umeamriwa kufungwa kwa ajili ya meli zote, ikiwa ni pamoja na meli za mafuta na meli za kibiashara, na meli yoyote itakayojaribu kupita italengwa, imebainisha taarifa ya makao makuu ya Khatamul Anbiya Alhamis. Kamandi kuu ya jeshi la Iran imesema kuwa amri hiyo imetolewa kufuatia vitendo vya uchokozi vinavyoendelea kufanywa na mtendaji jinai Marekani, na kwa kuzingatia kwanza mashambulizi ya jeshi vamizi la nchi hiyo dhidi ya maeneo kadhaa katika mkoa wa kusini wa Hormozgan. Tunayakabidhisha madai ya Marekani kwamba meli zinapita katika mlango bahari wa huo, imeongeza taarifa kamandi kuu ya jeshi la Iran. Katika onyo lisilo na shaka, kamandi kuu ya jeshi la Iran pia imesisitiza kuwa vikosi vya ulinzi vya Jamhuri ya Kiislamu vitatoa jibu kali na madhubuti kwa uchokozi wote na hatua za kiuhasama za jeshi vamizi na kigaidi la Marekani katika eneo. Wakati huo kikosi cha wanamaji la jeshi la ulinzi wa mapinduzi ya Kiislamu kimetoa taarifa tofauti na kutangaza kuwa kikosi hicho kimezigonga meli mbili zilizokuwa zikijaribu kuvuka kwenye njia hiyo ya majini kinyume cha sheria. Na bei ya mafuta ghafi ya petroli zimepanda Alhamisi duniani kufuatia kurejea kwa mashambulizi ya kijeshi baada ya uchokozi wa Marekani na ukiukwaji wake wa makubaliano ya kusitisha mapigano na Iran. Mvutano huo umeongeza wasiwasi kuhusu usambazaji wa nishati duniani pamoja na kuendelea kwa usumbufu wa usafirishaji kupitia mlango wa Hormuz. Hatima za mafuta ghafi ya Brent ziliongezeka kwa dola 1.48 sawa na 1.6 na kufikia dola 94.58 kwa pipa, huku mafuta ya West Texas Intermediate ya Marekani yakiongezeka kwa dola 1.71 au 1.9 na kufikia dola 91.74 kwa pipa. Ongezeko hilo lilifuatia taarifa za mashambulizi mengine ya Marekani dhidi ya Iran na jibu la Teherani kwa kutangaza kuwa mlango wa Hormuz unafungwa kwa meli zote, ziwe za mizigo au mafuta. Njia hiyo ya baharini ni miongoni mwa njia muhimu zaidi duniani kwa usafirishaji wa nishati, ikipitisha takriban 20% ya shehena za mafuta na gesi za dunia katika hali za kawaida. Wachambuzi wanasema kuongezeka huko kwa mvutano kumeimarisha hofu kwamba mtiririko wa nishati kutoka Ghuba ya Uajemi unaweza kuendelea kuwa katika vikwazo vikubwa, jambo linaloendeleza presha kupanda kwa bei za mafuta ghafi. Mchanganyiko wa sintofahamu za kijiografia na kisiasa, misukosuko ya usambazaji na kupungua kwa akiba umeendelea kuweka bei za mafuta kwenye viwango vya juu, licha ya jitihada za hivi karibuni za uzalishaji wa OPEC Plus kuongeza uzalishaji. Uchokozi wa Marekani dhidi ya Iran unatarajiwa kuwa na athari ya haraka kwa bei za mafuta na masoko ya nishati duniani. Wakati huo huo, serikali ya Ethiopia inatarajia matumizi ya jumla kuongezeka katika mwaka ujao wa fedha, hasa kutokana na gharama zinazohusishwa na vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Akizungumza Alhamisi, waziri wa fedha Ahmed Shide amesema katika hotuba bajeti kwamba matumizi ya jumla yanakadiriwa kuongezeka hadi takriban trilioni 2.34 sawa na dola bilioni 14.69 katika mwaka wa fedha 2026-27 unaoanza mwezi ujao, kutoka trilioni 1.92 katika mwaka wa sasa wa fedha. Amewaambia wabunge kuwa ongezeko hili kwa kiasi kikubwa limezingatia gharama zinazohusiana na mzozo wa Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa takwimu za karibuni zilizotolewa na taasisi ya nukuu na ufuatiliaji wa sayansi ya ulimwengu wa Kiislamu, Iran inashika nafasi ya kwanza kati ya nchi 57 za Kiislamu katika matawi matano kati ya 6 makuu ya teknolojia ya microelectronic. Ripoti hiyo imesema kuwa kwenye kiwango cha dunia, Iran kwa sasa inashika nafasi kati ya 12 na ya 16 kwa uzalishaji wa kisayansi, na katika nyanja hiyo teknolojia ya microelectronic inajumuisha maeneo mbalimbali ya kitaalamu ikiwemo circuit jumuishi, vifaa vya semiconductor, vipengele vya superconductor, vipengele vinavyotokana na polymer, vifaa chipukizi pamoja na mifumo midogo ya kielektroniki. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Iran imeonyesha uwezo mkubwa hasa katika teknolojia za hali ya juu na zile zinazoibuka kwa kasi. Katika eneo la vipengele vya kielektroniki vinavyoibuka pekee, ambalo linachukuliwa kuwa ni miongoni mwa matawi ya kisasa zaidi na yanayokuwa kwa haraka katika microelectronic, watafiti wa Iran wamechapisha takriban makala 5,000 za kisayansi kwenye kipindi cha miongo miwili iliyopita. Marekani na Iran zimeshambuliana kwa siku ya pili mfululizo, hali inayoongeza shinikizo kwa juhudi za kidiplomasia za kumaliza vita vinavyoendelea tangu Februari. Iran nayo ilijibu kwa mashambulizi yaliyolenga maeneo yenye vikosi vya Marekani nchini Bahrain, Kuwait na Jordan. Jordan imesema imedungua makombora 20 ya Iran
huku Kuwait ikifunga kwa muda anga yake. Nchini Bahrain, mtoto mmoja inadaiwa alijeruhiwa. Wakati huo, India imethibitisha vifo vya mabaharia wake watatu waliokuwa kwenye meli ya mafuta iliyoshambuliwa na Marekani karibu na Ghuba ya Oman. Licha ya mapigano hayo, ujumbe wa Qatar umeendelea na juhudi za upatanishi kati ya Tehran na Washington katika kutafuta suluhu ya mzozo huo. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Nini hasa ambacho kitaendelea? Nitaendelea kukujuza. Shukrani kwa Baba wa Kivita. Mimi ni The Rich Voice.